Mageti ambayo yatafunguliwa uwanjani, tutakuwa na mageti 8 ambayo yatafunguliwa saa 3:30 asubuhi, ndio muda ambao mageti yatafunguliwa. Tiketi tayari zimekwisha anza kuuzwa ambazo zinapatikana kwa shilingi 30,000, 20,000 na shilingi 10,000 kwa maana VIP A, VIP B pamoja na eneo la mzunguko. Na tiketi hizo tayari kuna vituo mbalimbali vinaendelea kuuza, lakini kuna gari la matangazo ambalo linazunguka katika mitaa yote ya jijini Mwanza kuhakikisha kwamba watu wanapata tiketi, lakini pia vile vile masuala mengine yote mtu anafahamu utaratibu mwingine uko namna gani. Jambo jingine ni kuhusiana na namna ya utaratibu wa kuingia uwanjani. Mbali na tiketi hizo ambazo tayari zimeanza kuuzwa, lakini zipo tiketi za mwaliko. Tiketi za mwaliko nazo pia vile vile zina utaratibu wake. Kwa hiyo kama kuna mtu yoyote ambaye anaona kwamba anastahili kuwa katika sehemu hiyo ya kualikwa, basi awasiliane moja kwa moja na TFF ili kuweza kupata tiketi hizo za mwaliko. Kama hauna tiketi ya mwaliko, manake ni kwamba inabidi ununue tiketi hizo ambazo zinauzwa. Kama hauna tiketi ambayo inauzwa na wala hauna hiyo tiketi ya mwaliko, basi ni vyema ukakaa kwenye TV na kufuatilia Azam TV, kwa sababu hakutakuwa na utaratibu wa nje ya hapo. Yeyote ambaye anafika uwanjani ni lazima awe na hicho kiambatanisho ambacho kinamuonyesha kwamba yeye anakwenda katika eneo lipi. Lakini pia vile vile kwa msisitizo, eneo la VVIP kwa maana wageni maalum kabisa wale, dress code kwa maana ya namna ya mavazi pia vile vile itazingatiwa sana. Kwa hiyo kama utapata mwaliko huo wa VVIP, basi lazima uje kweli ki VVIP na sio vinginevyo. Yule ambaye atakuja tofauti na vile ambavyo eneo hilo linahitaji, basi hataweza kuruhusiwa kuingia kwenye eneo hilo. Kwa hiyo atatakiwa kwenda kubadili hicho ambacho amevaa. Kwa mfano, inawezekana kuna mwingine asielewe nazungumzia nini. Kwa mfano, eneo la VVIP halimruhusu mtu ambaye anakuja amevaa kaptula. Kwa hiyo manake utakapokuja na kaptula yako utarudishwa tu nyumbani kwamba nenda kavae tofauti na hivi ambavyo umevaa. Lakini pia sandals pia vile vile katika eneo hilo haliruhusu vitu hivyo. Kwa hiyo hiyo ni mifano ya ni namna gani ambavyo dress code inatakiwa katika eneo hilo la VVIP. Waandishi wa habari mtakuwa na ID maalum za shindano ambazo zitawaruhusu kuweza kuingia uwanjani katika siku ya kesho. Wapiga picha ambao watakuwepo uwanjani ambao wanastahili kuingia kwenye pitch watakuwa na bips maalum za kuweza kuwaruhusu kuingia kwenye pitch. Kwa waandishi wa habari pia naendelea kuwasisitiza pia, nyinyi pia dress code ni muhimu. Mwandishi wa habari ni VVIP. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hauwezi kuja ili mradi umekuja tu. Kwa hiyo naomba sana tuweze kuzingatia masuala hayo mengine yote. Leo jioni kutakuwa na mazoezi kwa ajili ya timu zote mbili. Azam FC wataanza saa 9:30, kwa maana 9:30 alasiri. Watamaliza baada ya saa 1. Maana yake ni kwamba saa 10:30 watakuwa wamemaliza mazoezi. Waandishi wa habari watapata nafasi dakika 15 za kwanza za mazoezi kuweza kupiga picha, video. Hakutakuwa na interview kwa sababu tayari tumeshamaliza hapa kwenye press conference. Kwa hiyo mtaruhusiwa kuja baada ya dakika 15, tutapisha ili waendelee na mazoezi ya kimbinu. Lakini baada ya Azam watafuata Young Africans, wataanza mazoezi yao saa 10:45 za jioni na watamaliza baada ya saa 1 kwa maana 11:45. Alkadhalika dakika 15 za kwanza pia vile vile waandishi wa habari wataruhusiwa kuweza kuchukua mazoezi hayo na sio interview. Kwa hiyo baada ya hapa basi niwakaribishe uwanja wa CCM Kirumba ambako mazoezi yote hayo yanafanyika leo jioni. Baada ya kusema hayo, kama kuna swali kuelekea kwenye nusu finali za CRDB Bank Federation Cup